Tukiendelea kupeana taarifa mbalimbali kuhusiana na vita vinavyoendelea katika mataifa ya Israel na Palestina, ni kwamba vikosi vya ulinzi vya Israel vyafanya operation katika maeneo ya Lebanon. Jeshi la Israeli limesema kuwa limeshambulia maeneo yaliyolengwa ndani ya Lebanon kwa kutumia helikopta. Video moja iliyoshirikiwa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha kituo cha waangamizi wa Hezbollah kikilipuliwa. Hapo awali jeshi la Israeli lilisema kuwa limewaua watu wawili waliokuwa na bunduki ambao walivuka kutoka Lebanon na kuingia Israel. Takriban wanaume 6 wanaaminika kuhusika. Wawili waliuawa, 3 walijeruhiwa na mmoja alitoroka kuvuka mpaka hadi Lebanon, ingawa hakuna vidhibitisho rasmi vya idadi yao. Kombora pia zimerushwa ndani ya Israel ambayo baadaye lilishambulia maeneo ambayo yalitumia kurusha makombora hayo Lebanoni. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani limesema halikuhusika katika shambulio la leo. Makundi ya wapiganaji wa Palestina pia yamesema mashambulizi dhidi ya Israel kutoka eneo la mpakani ambapo limekumbwa na hali tete siku za nyuma. Katika mzozo unaendelea Palestina na Israeli, mateka watunzwa, afisa Hamas yadai. Mkuu wa uhusiano wa kimataifa wa Hamas, kundi ambalo ndo limeanzisha mapigano hayo, Basim Naim, amesema kundi hilo limejitolea na kuwahudumia mateka wote kwa njia ya kibinadamu na ya heshima. Akizungumza na kipindi cha The World at One cha BBC Radio 4 hapo awali, alikataa kudhibitisha idadi ya mateka waliochukuliwa au idadi ya raia waliouawa na wanamgambo wa Kipalestina. Zaidi ya watu 700 wameuawa nchini Israel tangu Jumamosi. Makumi ya watu pia walitekwa nyara, huku wengine wao wakisaidiwa kupelekwa Gaza. Zaidi ya watu 500 wameuawa huko Gaza tangu Israel ilipoanza kushambulia eneo hilo. Naim pia alidai kiongozi wa Hamas Mohammed Deif aliwaagiza wanamgambo wa kuheshimu wazee, kuheshimu raia, kuheshimu watoto na kutomuua mtu yoyote ambaye hahusiki moja kwa moja katika vita. Lakini wanamgambo waliotuhumiwa kuua idadi kubwa ya raia wa Israeli, ikiwa ni pamoja na mauaji ya takriban watu 300 kwenye tamasha la muziki karibu na mipaka wa Gaza, wengi wao wakiwa vijana. Ukiendelea kupokea taarifa mbalimbali kutoka Bongo 5, iwapo ndo unajiunga nasi kwa sasa hivi, hani baadhi ya dondoo ya kinachoendelea Israeli. Israeli inaendelea na mapambano ili kulinda eneo lake. Zaidi ya siku 2 baada ya shambulio hilo ambalo halijawahi kushuhudiwa, Israeli ilisema mpaka wake na Gaza border haujawa salama kabisa, lakini ilisema vikosi vyake vilikuwa vikidhibiti kikamilifu jamii zinazoshambuliwa na Hamas, ambao wapiganaji wao walipiga risasi raia walipoona. Jeshi limekiri baadhi ya wanamgambo wa Kipalestina huenda bado wako huru au hata wataendelea kuingia nchini humo. Idadi ya vifo kuongezeka kwa pande zote mbili. Takriban Waisraeli 700, wa Palestina 500 wameuawa hadi sasa katika ghasia hizo. Raia 9 wa Marekani wamethibitishwa kuuawa nchini Israeli, huku zaidi ya raia 10 wa Uingereza wakihofiwa kufariki au kutoweka. Makumi ya watu wanashikiliwa mateka na Hamas, wengi wao wakiwa Gaza. Msemaji wa Hamas anasema mateka 4 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli. Hili haliwezi kudhibitiwa. Kuzingirwa kwa Gaza kumeamrishwa. Jeshi la Israel lilizidisha mashambulizi ya anga huko Gaza wakati wa chakula cha mchana, baada ya kusema zaidi ya malengo 500 ya Hamas yamepigwa usiku kucha. Waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallanti ameamuru kuzuiwa kabisa, ikiwa ni pamoja na kuzuia chakula, maji na umeme kuingia. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya wa Gaza 120,000 wamekimbia makazi yao, huku wengine wakitafuta makazi salama. Ukiendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka nchini Israeli na Palestina, mimi naitwa Elmando kutoka hapa Bongo 5.